mtanikaribisha mimi, naomba niwakaribishe mimi. Karibuni. Lakini pia nitumie fursa hii Mheshimiwa Mwenyekiti kusema mambo machache kama salamu za serikali na maelekezo mbalimbali ambayo ningependa kuyaleta kwenu ambayo ni muhimu. Mheshimiwa Mwenyekiti, tarehe 18 ya mwezi wa 5 tutakuwa na mbio za Mwenge wa Uhuru katika wilaya yetu ya Masasi, halmashauri ya mji wa Masasi. Tarehe 17 tutakuwa na mapokezi ya mbio za Mwenge wa Uhuru katika mkoa wa Mtwara. Kwa hiyo niwaombe kabisa mshiriki katika jambo hili na mjipange kwenye akili zenu kushiriki na mtu asipange kukosa. Lakini mbio za Mwenge wa Uhuru za mwaka 2025 ni za tofauti kidogo kwa sababu mwaka wenyewe ni wa tofauti pia. Tuna uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Kwa hivyo na niwaombe tushiriki kwa namna ya tofauti ya hamasa, lakini tuhamasishe wananchi ili ujumbe mbalimbali ambao umebeba na Mwenge wa Uhuru na uhusu uchaguzi mwaka huu wafikie wananchi kwa wingi katika maeneo yote ambayo ujumbe wa Mwenge utatolewa, katika maeneo yote ambao kiongozi atapewa kutoa salamu za Mwenge za mwaka 2025, ili wananchi watambue ni nini serikali inataka, namna gani uchaguzi unatakiwa kuendesha katika mwaka 2025, ni hali gani inatakiwa kuwepo katika nchi yetu. Najua tunapenda amani. Tunatamani uchaguzi uende kwa amani na utaratibu ambao sote tumekuwa ukifanyika katika nchi yetu. Kwa hivyo ningependa na kutamani kabisa kuona wananchi wanashiriki. Lakini niwaambie tu kwa ambao hawajui, mimi ni mdau wa Mwenge wa Uhuru. Katika maisha yangu yote ambayo nilikuwa katika mtumishi wa serikali, nilipoajiriwa tu kwa mara ya kwanza nilikuwa mratibu wa mbio za Mwenge wa Mkoa. Kwa hivyo nimefanya kazi na Mwenge wa Uhuru katika kipindi kirefu sana. Na kama ni mdau mkereketo hasa. Lakini pia mwaka 2014 Mheshimiwa Rais aliteua kwa kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa kwa mara ya kwanza mwanamke tangu uhuru kutoka katika serikali yetu ya Tanzania kwa maana ya bara. Aliwahi kutokea mwanamke, lakini alikuwa anatokea kutoka upande wa pili wa Zanzibar. Lakini kwa mimi tangu uhuru, tangu mbio za Mwenge zimeanza mwaka 64, alikuwa hajawahi kutokea. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza ilitokea, na sasa niwaombe tu kabisa, kama mnavyojua, tunapotaka kushiriki mbio za Mwenge za mwaka huu, nisingependa eti tuambiwe niko hapa tumekuwa wa 24. Sijui tumekuwa wa 30, sijui tumekuwa wangapi. Kwa hivyo natamani kwamba kama hata tutaweza kuchukua kombe la kitaifa kwenye halmashauri zangu hizi mbili zote, au moja kati ya hizo, moja ichukue lakini nyingine iwe ya pili. Hivyo tu, hiyo tu tumetamana na ndio maandalizi ninayofanya. Kwa naomba ushirikiano wenu tafadhali sana. Lakini pia kipindi hiki tuko katika kipindi cha kilimo. Na ni kipindi ambacho wananchi wanaenda kuweka pembejeo kwenye mikorosho na maeneo mengine mashamba. Kwa hiyo zimeanza kusambaa. Tunawaomba katika maeneo yenu hayo msimamie kabisa usambazaji huo ili uweze kuwafikia wananchi. Lakini kimsingi kabisa, kwa sababu mapato yetu ya halmashauri, naelewa kama halmashauri ya mji na vyanzo vingine vya mapato, lakini pia pamoja na hayo pia ni chanzo chetu cha nini? Cha mapato. Kwa hiyo naomba tuhakikishe kwamba mbolea inafikia wananchi kwa wakati, ya pembejeo inafikia wananchi kwa wakati, kwa maana ya salfa kama mlivyozoea, na iwafikie kwa wakati ili kila mtu aliyetaka kuitumia aitumie kwa wakati ili iweze kunufaisha na mazao yaweze kutokea kwa wingi, na ndipo na sisi tutakapokusanya mapato kwa wingi. Lakini pia tuna jambo la muhimu kabisa ambalo katika mkoa wetu kuna changamoto ndani ya wilaya yetu pia, kwa maana ya lishe. Wilaya yetu ina changamoto kubwa ya afua za lishe. Na katika kupambana na afua za lishe, mkakati uliopo kwa sisi serikali ni chakula kwa wanafunzi wa shule za msingi, kwa sababu wako katika umri wa makuzi. Wanahitaji kula, wanafanana na wale wa chini ya miaka 5. Wengi wa darasa la kwanza na la pili
wanakuwa katika umri ambao wanahitaji vyakula vya msingi ambao wanaweza kukuza maumbile yao. Lakini watoto wote katika umri huo wanasemaga mtoto akifikisha miaka 25 ndipo anapotoka katika umri hata arefuka tena. Kama hujarefuka utakaa urefuke tena, hukui tena. Kwa katika umri ule wa shule za msingi tunaamini kabisa mtoto wao katika umri wa makuzi. Kwa hiyo watoto hawa wazazi wengi hawapendi kuchangia chakula cha wanafunzi wa shule za msingi. Kwa tulikuwa tunaomba wachangie. Nilishiriki kikao cha lishe cha halmashauri ya mji cha kwanza hapa juzi. Baada ya kushiriki kikao, maeneo mengi yalikuwa yametokea changamoto, lakini wachukua waheshimiwa madiwani, baadhi yenu katika maeneo ambayo yalikuwa yametokea changamoto kama mheshimiwa mwenyekiti ulitoa takriban kilo kama 250 kama sikosei za mahindi katika eneo lako ili wanafunzi tu waweze kushiriki chakula. Nakushukuru sana na kuwapongeza waheshimiwa madiwani ambao mmeshiriki katika jambo hilo likaweza kufanikiwa. Kwa naamini kabisa kama tutakwenda kama tulivyokwenda kwa mwezi ujao inawezekana tukafika 100%. Tulikuwa na 94% kwa mwezi huu, lakini najua tutafikisha 100% kama wazazi wote watajitolea. Lakini nikawaelekeza kwamba asitokee mtoto akanyima chakula kwa sababu mama yake au baba yake hawezi kuchangia debe la mahindi au hawezi kuchangia chakula chochote kwa ajili ya mtoto wake. Mimi nimewahi kuona mtoto anakufa katika wilaya ambayo nimewahi kuwa mkuu wa wilaya. Mtoto amekufa kwa sababu tumbo lake, ndani ya tumbo lake hakukuwa na chakula kwa muda wa siku 3 zaidi ya maji yale anayokunywa shuleni. Mtoto yule alikufa pale. Kwa sababu tukaelekeza apigwe kwa sababu asije kama amepigwa. Lakini baada ya madaktari kufanya postmortem wakajiridhisha kwamba mkuu kulikuwa hakuna chakula ndani ya tumbo la mtoto kwa muda wa siku 3 zaidi ya maji aliyokuwa anakunywa hapa shuleni. Kwa hivyo familia zingine zinapokuwa na changamoto, si rahisi kuja kuripoti kwenye jamii kwamba tuna changamoto. Lakini sisi kama serikali tulipoamua watoto wale shuleni ni kwamba atasurvive na kile chakula alichokula jana, hata kama ni kikombe cha uji, hata kufa kesho. Ataishi tu. Ndio maana tunasisitiza hilo. Lakini pia ni la kwetu kama wazazi, mtoto anapokuwa vizuri na akili pia zinakuwepo, tutaongeza ufaulu shuleni. Lakini pia tusisitize pia kwa wazazi wa mama wajawazito na wanaonyonyesha na watoto chini ya umri wa miaka 5 wapate lishe kamili. Nasikia wazazi wa huku korosho nyingi zina mafuta na virutubisho mbalimbali, lakini wa baba yani mko radhi mtu apeleke chakula kile kwa auze chote alafu apate mke wa pili. Kwa hiyo baba nimesikia mimi mgeni apate mke wa pili, lakini watoto hata wasili hata korosho, hata wasiwekewe mbegu za maboga kwenye uji. Lakini tunalima vitu vingi, njugu na vitu kama hivyo. Vyote hivyo ni lishe. Sijui kama tunauza vyote au tunaacha kwenye familia, karanga na vitu kama hivyo. Tujitahidi kabisa tuhakikishe watoto wanapata hivyo, lakini tuwasisitize wananchi kwenye mikutano yenu ya hadhara wanajua mnafanya, hasa katika kipindi hiki ambacho tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu. Mjihakikishe kabisa mnawaambia wananchi katika jambo hili kwa sababu ni la muhimu, lakini tuweze kuondoa utapiamlo kwa watoto wadogo waliokuwa wanalazwa huko kwa ajili ya kukosa chakula. Lakini lingine ni chanjo imeanzishwa na serikali ya polio. Tumekuwa na changamoto ya mtoto anazaliwa mzima, baada ya muda mfupi anakuwa mlemavu. Kwa chanjo hii imeanzishwa, ni chanjo mpya. Tumeitangaza kwenye kikao cha lishe juzi. Wanaomba muitangaze mtoto atapelekwa kliniki kwa miezi 9 ili aweze kupata chanjo hiyo ya polio. Ili kuondoa hiyo changamoto ya ulemavu kwa watoto ambayo imekuwa ikijitokeza. Chanjo hiyo ilikuwa zamani ikasitishwa, sasa imerudi tena kuwekwa baada ya changamoto kutokea. Naomba msisitize hilo pia kwenye mikutano yenu yote mtakayofanya, kwa sababu nilisema siku ile kwenye kikao kwamba ikitokea tumefanya mkutano wote na wananchi wote, haijalishi unahusu nini, lakini swala hili watu walitambua kwa sababu kila mtu anazaa. Kama wewe uzai mjukuu, mkwe na nani na kila mtu, ili tuweze kuondoa changamoto ya ulemavu. Ninyi mnajua mtu akiwa na ulemavu kwenye familia inakuwa changamoto. Kwa hiyo tujitahidi kutoa hilo. Lakini jambo lingine ambalo ningependa kulisemea, nimekuta mnalijadili jambo hili la eneo hilo. Bahati nzuri mmesema hata eneo hilo lilikuwa kwa ni eneo la wazi, la bustani, eneo la burudani kwenye mji wa Masasi, si ndivyo? Kwa nimeomba mwanasheria baada ya kikao hiki na maafisa ardhi nishauriwe na pamoja na kamati ya usalama
ilikuwaje eneo hili likatolewa kuwekwa makontena, na maelekezo ambayo yametolewa na serikali kwamba maeneo ya wazi yasimamiwe na wala yasiuzwe, na kama yapo hivyo yarudishwe, kwa sababu hapa tutacheza patapotea. Anasema na wapelekaji mahakamani kwa ajili ya eneo la wazi ambalo limepangwa kwa ajili ya eneo la burudani kwenye jamii. Ana wapelekaji mahakamani, kwani mlikuwa na mkataba wa kuuziana? Mlikuwa na mkataba wa kupanga? Si aliomba? Ukiomba unapewa, ukinyang'anywa unanyamaza, si ulikuwa umeomba? Angetupelekaje mahakamani? Au sheria siku hizi ziko tofauti? Unajua mimi sielewi. Mambo mengine yakoje? Mimi sijaelewa. Unajua nimesikiliza, nimejitahidi kusikiliza hata nipate kipengele mahali ambapo kumpa mkataba wa kusema kwamba tunaingia mkataba labda wa kupanga, kodi ya pango kwa miaka 5 au kwa miaka 10. Mimi sikuona. Lakini sasa kwa sababu mtu ameomba eneo, anasema aandike barua za kuomba. Ukiomba ukapewa. Kwani ukiomba ukakaa kwangu siku 2 nikakwambia toka kwa sababu ya labda nimeona watoto wangu ni wa kike na wewe ni wanaume, toka kwangu, utaniharibia watoto, utanipeleka mahakamani? Sasa ilikuwaje hii sheria gani ilisababisha kupelekwa mahakamani? Yaani siwezi kuiongelea kwa sasa kwa sababu sifahamu vizuri. Ndio kwanza nimesikia hapa. Lakini ningependa nipate maelezo hayo na nini kilifanyika na nini kinatakiwa sasa kufanyika. Tutatoa maelekezo, Mheshimiwa Mwenyekiti, utayapata baada ya kuwa nimemaliza kikao ambacho nimekiomba kifanyike ili tuweze kujua kwa undani nini kilitokea. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Najua waheshimiwa diwani matumbo yanawaka moto. Niwaambie tu kwamba kama unajua ufanye kazi, majina yatarudi. Jina likirudi, mimi ni mkuu wa wilaya anayetokana na CCM. Yaani sikuja tu kwa sababu nimezaliwa ndani ya Chama cha Mapinduzi na nimerudi. Lakini basi niwaombe sasa, katika muda uliobaki tumalizie utekelezaji wa ilani, msimamie hiyo miradi iishe vizuri, tumalizie utekelezaji wa ilani vizuri ili tuweze kusema vizuri na wananchi, tuje tukapata mzigo mkubwa. Hata ushawishi uko vizuri ukiwa nacho, si ndio? Tumalizie vizuri. Unajua unaweza kaza mbele lakini kumaliza vizuri. Tumalize vizuri katika usimamizi wetu wa ilani, tutembelee miradi, tukague miradi, tusisitize miradi malizike kwa uzuri ili mnapomaliza baraza tunaenda kwenye kampeni, twende kwenye kampeni tukiwa kifua mbele, kuna kile kitu ambacho tumekifanya bila mashaka, bila wasiwasi, tunajua kwamba tumefanya kazi na tunajiamini na tulichokifanya, si ndio? Ndio. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naomba nikushukuru sana kwa nafasi uliyonipatia na niwatakie baraza jema, kwa sababu asubuhi nilitamani nishiriki kuanzia mwanzo, lakini kukawa na ratiba, watu nikakuta wamejipanga pale ofisini. Nikaona siwezi kuwaruka kwa sababu baraza la kwanza pia mkaniambia lina mambo mengine tofauti, lakini nikaona ngoja niwahudumie. Lakini sasa kuna taarifa muhimu sana ambayo napaswa kwenda tuishughulikie ili sasa niondoke. Tumechelewa kidogo kituma, kaona zamani nifike nishughulikie ili niweze kuisaini mwenyewe nitoke. Ndio maana nimeomba tumalize pamoja. Lakini ningekuwa naomba kwa mfano jambo kama hili, ningekuwa nimepata taarifa mapema ya baraza. Mimi kote nilikotoka nilikuwa naletea taarifa. Nimezoea kukuletea taarifa mapema kabisa ya baraza kwamba mambo haya na haya yatakuwa kwenye baraza. Nikiona kuna jambo ambalo kama serikali tunapaswa kulitolea maelekezo au tunapaswa kulishiriki au ili inisaidie na kuja kwenye baraza nijue nashiriki nini. Kwa hivyo naomba kama hamkuzoea hivyo, basi mimi utaratibu huo uanze kwangu. Asanteni sana. Mwenyezi Mungu awabariki na watakia baraza jema. Tuendelee kushirikiana, tutajenga Masasi bora na Masasi yenye historia itaendelea kuwa na historia bora katika nchi. Asanteni sana.